Mnaona ni kikundi cha General Kamama ambayo anaongoza movement inayoitwa MPDP, yenye anaongoza ako wa general wa ine ambayo inapigana katika mto wa Bonde Ruzizi, Uvira mpaka Ngomo. Yani ana kontrole Businga, Nyangezi, in partie ya Nyangezi, anaingia mpaka plaine de la Ruzizi mzima, moye eho plateau ya milima ya Uvira. Na hapa leo unajua kwamba hapa majuzi kulikuwa tena vita katika mji wa Businga ambako tumepigana na tukamupiga adui, tukamnyang'anya vitu alikuwa navyo, na hadi sasa mapambano yanaendelea. Na gisi mnavyojua watu wanadhani kwamba haya mambo yataishia hapa, lakini hatuishii kwa Uvira tu. Tunaambia raia wa Kongo mzima, raia ambao wangali wanashikiliwa mateka na waasi wa M23, kwamba wawe na mioyo ya kutia, waweke mioyo yao chini. Majeshi ya wazalendo yako nyuma wanapambana ili wagomboe kwanza mji wa Bukavu, pili twende kugomboa mji wa Goma. Hatusimamii hapa, hapana, eti kwa Uvira ama kwa Fizi ama kwa tarafa nyingine ambazo adui hajaingilia. Ila tuko tunakusanya majeshi na tuko katika uwanja wa vita, tuko njiani, tunaambia Bukavu, tunapiga hodi kwa Bukavu ili tuje tukomboe mji wetu. Ndio maana tuko hapa. Lakini napenda kutoa assurance moja. Kuna viongozi ambao wanapenda kutangaza vita, na hususan ni nyinyi watangazaji wa habari mnapenda kuwapa mikro, na unakutana nasema mimi napigana, na japo hiyo katika uwanja wa vita hayupo, na wanakwenda kushika picha ambazo hazipo. Ila tunawataarifu, mkitaka kupata taarifa nzuri, muwaone wahusika ambao wanakuwa katika uwanja wa vita. Sababu mkimuona General Kamama atawaambia katika uwanja wa vita hapo Businga Ngomo ana kiongozi ambaye anaongoza pale ambaye anaitwa Hotel Golf, ambaye sisi hapa tunawakilisha kama wasemaji. Na ukienda ngambo zingine utakutana Lemera kule ana mwingine kiongozi ambaye anaitwa Nabae, ambaye anapigana vita kule. Ndio maana uliona walipiga adui katika vilima virefu kule na adui akakimbia. Ndio maana tunasema watu wa Kongo nzima, watu wa Uvira, watu wa Sud Kivu, watu wa Nord Kivu, watu wa Bukavu, tunagonga hodi kwa Bukavu. Katika siku chache tutakunywa maji katika mji wa Bukavu. Labda tungependelea kuuliza raia mpaka sasa wana wasiwasi tuseme, wakijiuliza kwa nini kibambazi kimewekwa maeneo kama ya Katogota, kama ni sehemu gani na mpigane. Na kuna habari zingine zimesema kwamba umenyang'anya silaha kubwa ya wale maadui. Ile silaha je, ni kweli ama? Ila tumeona kuna picha ya wale maadui ndio wanakuwa kwenye silaha. Hizo habari ni vipi? Bwana journalist, kwanza nikuambie kwamba kwa yale mambo ya silaha, mambo raia nazungumzia tunapiga kibambazi, sio kibambazi. Ingelikuwa kibambazi mimi hapa juzi natokea mpaka Businga, nilikuwa Businga, nilikuja vendredi. Sema kibambazi yani nyinyi mko wengi maeneo ya hapo na kutaarifu kwamba natokea Businga na tulipambana siku ya 5 Businga. Tumepiga adui, tukamnyang'anya silaha, walipoteza watu 16. Tumewanyang'anya AK-16, tumewanyang'anya masasi mingi boxe 8 za AK-47. Yani tunaendelea kwa mapambano. Unajua vita inapiganiwa kwa strategy. Yani kama hauna strategia kupigana vita hauwezi kupambana. Ila sisi tunakuambia kwamba tunakokwenda tunajua tunachokifanya. Ukikuta majeshi ni ya mingi pale, ujue katika mji wa Ngoma unako kuna majeshi mengi. Kuna wanajeshi wengi ambao wako huko. Na M23 tumekata njia. Hawezi akatoka Bukavu akaenda akashuka Kamanyola. Unajua upande mmoja wa Katogota tunaushikilia sisi, na upande mwingine ni adui. Na katika mji wa Kamanyola kuna upande ambao sisi tunaongoza. Nimekuambia kwamba Nyangezi tunaigawa mara pili, kipande moja adui, kipande moja wazalendo. Ndio maana tunakuambia kwamba tunaenda kupigana vita, na nimesema tuko tayari kwa kuingilia mlango wa Bukavu. Labda raia wa Bukavu wangefurahi kuwaona, wanakuwa wakiona mnapiga risasi mbili, baada ya dakika chache mnaondoka tena na wanabaki na amu yenu wakiendelea kupata hiyo mateso na wale waadui. Kwa nini msiamue siku moja tu kumalize hiyo harakati zote? Bwana, vita ni mpango. Vita
ni elimu, ni akili. Gisi adui anavyopanga vita, anajijua kwa uwanja wa vita, na sisi anatufahamu. Acha nikwambie kwamba ulimwengu mzima sisi wazalendo tuna silaha kubwa ambayo dunia nzima haina. Na kwa silaha ile ndiko tutapambana na adui hadi mwisho. Lakini tunaasiria watu wa Bukavu. Tukija kwa Bukavu, hatutokuja tena kwa kurudi nyuma. Tutakuja ni kuteka mji na kuudhibiti na kukaba ili tuweze kuongoza pale. Kama gisi tunavyoongoza kwa Uvira, kama tunavyoongoza kwa Fizi na tarafa nyingine ambazo haziko katika mikono ya adui. Ndio, labda swala nyingine, sijui matumaini gani ambayo unatilia raia wote jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini, na hususan katika mji wa Uvira, kwa kuwapa matumaini bora? Kwa matumaini, watu wenyewe wana matumaini. Si kwamba mimi niwape matumaini, ila raia wa Uvira, raia wa Sud Kivu wana matumaini kwamba jeshi la ukombozi ni wazalendo. Na ukiangalia dunia nzima kwa leo nasema watakaokomboa Kongo ni wazalendo. Na tangu zamani kuna taarifa zinasema wazalendo watakomboa Kongo. Na sisi tunapambana vita kwa kukomboa. Tunachokifanya, tunaambia raia wakae kimya. Wawe na ukimya kabisa na wawe na amani, watie mioyo yao ikuwe safi. Watoto wao wako tayari kwa kupambana vita. Ila tunaomba raia wakubali kuongeza watoto katika jeshi la uzalendo. Wakubali kushikamana na wazalendo, kuonesha adui mahali kote anakosimamia. Labda ujumbe wa mwisho. Hapo awali umesema kama Kamanyola mnadhibiti upande mmoja, upande mwingine ni adui. Hapo upande wa Nyangezi mnadhibiti upande mmoja, upande nyingine ni adui. Sasa ni kitu gani kinasababisha nyinyi msimpambe adui mara moja? Sababu serikali tayari imesemeka kukamilisha upatie vifaa vya kutosha. Wewe unasema serikali ametupa vifaa vya kutosha. Na vifaa vingine tumefuata katika njia zetu, katika mapambano uwanja wa vita tunachukua vifaa. Ila nimekuambia kwamba kwa kupigana vita kuna hatua za kivita. Na ile elimu tunayotumia kwa kupigana vita ndiyo inatutuma tukamate, tudhibiti upande. Sababu naye adui, kwa nini yeye akuja kuchukua maeneo yetu? Sababu ameshindwa. Tutampiga na kwa siku chache tutamuondoa. Labda ujumbe kwa raia wote wa Sud Kivu. Najua ujumbe nimekusha kutoa ya kwamba wawe makini, wapambane, wadenonse adui mahali anasimamia. Sababu leo adui anatumia strategy ya kutoa pesa. Anatumia strategy ya kuingiza watu katika miji fulani ili waje kudanganya. Anatumia watu kwa kuja kubomoa makundi fulani ambazo zinakusanyika. Ila napenda kuambia kwamba raia wajue wazalendo wa sasa sio kwamba wale wa zamani. Walikuwa wanajua hawa hawapatani, ila wazalendo wote leo wanapatana. Na wako kwa nia moja ya kupiganisha adui na kumuondoa katika ardhi ya Kongo. Tunakushukuru. Asante pia.